Kwa leo basi tunaingia somo letu katika somo la kitabu cha Hesabu, na tuko katika Hesabu 33. Na mtakumbuka katika Hesabu 32 tuliona wana wa Israeli wakiongozwa na Musa walianza kupigana vita kule ng'ambo ya Yordani, na wakaweza kujinyakulia nchi kule katika Gileadi, na wakaweza kugawanya hiyo nchi. Na tunaona wale watakaogawiwa nchi hiyo ni familia ya Ruben na nusu ya familia ya Manase, na Gad vile vile atapata sehemu katika nchi ile. Kwa hivyo tayari Mungu ameanza kupeana urithi ambao aliagiza, lakini kumbuka hawajavuka Yordani, na kuna mambo machache watatenda kabla ya kuvuka Yordani. Kwa hivyo kwa leo tunaingia katika somo la 33, na tunaona ya kwamba katika sura hii ina mambo ambayo ningependa muyaweke maanani sana, kwa sababu inatupa ukumbusho wa vile walivyoanza safari kutoka nchi ya utumwa kule Misri na mpaka kuingia katika nchi ya ahadi. Kwa hivyo somo hili linatupeleka hatua kwa hatua kila mahali waliposimama na mambo yaliyotendeka pale. Walikaa kwa muda ambapo baadaye waliondoka, na ni safari ya miaka 40. Na kile kitu cha maana ningependa muweke maana, karibu tumalize, tutamatishe hiki kitabu na tutaingia katika kitabu ya Kumbukumbu ya Torati, ambayo itakuwa ni marudio ya mambo yote tuliyosoma kuanzia kitabu cha Kutoka na Walawi na vile vile Hesabu. Mambo hayo yote itakuwa ni ukumbusho kabla ya Musa kuondoka. Kwa hivyo wapenzi, ni muhimu sana kushika yaliyomo katika sura hizi za kitabu cha Hesabu, sababu ni muhimu sana. Ningewaguzia tu kwa mbali, tukimaliza hiyo kitabu ya Kumbukumbu ya Torati, naona tutaingia katika kitabu cha Injili, kuanzia Matthew kwenda Marko kwenda Luka na Yohana, kwa sababu sasa itakuwa ni rahisi sana kwenu kuweza kuelewa nini Yesu anaongea juu yake, kwa sababu maneno yote Yesu ataongea yanatoka katika agano hili ama maandiko haya ambayo tumesoma, ambayo Mungu ameendelea kutufunza. Kwa hivyo itakuwa rahisi kuelewa na kujua hasa kiini cha neno la Mungu na Yesu alikuwa ni nani. Kwa hivyo tuwekeni maanani, tunaanza mahali hapa na tunasoma muktasari wa safari ya Waisraeli, yaani summary of Israel's journey. Kwa hivyo sasa tukiondoka mahali hapa, tunaanza tuko kule Misri, na Farao ameshikilia sana mambo yote na hataki wana wa Israeli waondoke kwa sababu bado ni watumwa. Lakini sasa imefika wakati ambapo walipatikana na ile shida ya mwisho kati ya yale majaribu 10 ambayo yalikuja katika nchi ya Misri. Ya 10 ndio iliharibu kila kitu kwa Farao, na akawaambia wana wa Israeli waondoke waende kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndipo uti wa mgongo wake ulipovunjwa, wakati wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama wa wanadamu wote katika Misri walikufa siku hiyo, naye mwana kondoo wa Mungu akaweza kuliwa siku hiyo, na watu wakajiweka tayari kuondoka asubuhi na mapema wakiwa wamefunga mishipi yao na kuondoka, na ikawa Pasaka ya kwanza ikaweza kuliwa pale Misri, yaani walipoondoka kwa haraka. Kwa hivyo wapenzi, unaelewa mpaka hapo? Basi walipotoka Misri wanaelekea mpaka mlima wa Sinai. Tuone hapo, hizi ndizo safari za wana wa Israeli. Yaani wana wa Israeli ni mataifa ambao maana ya Israeli ni taifa teule. Na hapo utakumbuka Israeli inaongea juu ya watoto wa nani? Watoto wa Yakobo alipobadilishwa jina na kuitwa Israeli, ili ahadi iliyopewa Abrahamu na Mungu atakuwa na uzao wa watoto wengi ianze kutimia sasa. Kwa sababu tunajua Abrahamu hakuwa na watoto wengi hivyo. Alikuwa na watoto wangapi vijana? Alikuwa na Ishmael ambaye alikuwa nje ya doa,
na vile vile alikuwa na Isaka ambaye alikuwa ni mkamilifu aliyeteuliwa, the chosen. Na baadaye akaenda akaoa Ketura, akaweza kupata vijana 6. Hiyo ndio ilikuwa jamii, bila kuhesabu wanawake ama wasichana waliozaliwa huko. Hao ndio vijana ambao ni wa Ibrahimu. Na ukiwaona walikuwa ni vijana ngapi? Ni vijana 8, wa 6 wa Ketura, 1 wa Sara na 1 wa Hagari. Kwa hivyo ni 8. Hiyo ni kuonyesha mwanzo mpya kwa mbegu ya Ibrahimu, namba 8. Kwa hivyo sasa tunaambiwa huyu kijana yake mmoja aliyeteuliwa Isaka alipata vijana 2 ambaye ni Esau, wakiwa na nani? Na Yakobo. Na basi pale Yakobo ndiye ameteuliwa, na akiwa anarudi, wakati alifika mto wa Jabok akitoka kwa babake Labani, mjombake Labani aliyekuwa mjomba wake, akiwa na yale mali aliyopata kutoka huko na wake zake, na vile vile wale wake zake wengine 2, Bilha na Zilha. Basi alirudi na akakutana na malaika pale katika mto Jabok, na hapo ndipo alipogeuziwa jina kwa kung'eng'ana na malaika wa Bwana mpaka masaa ya asubuhi, na akaitwa Israeli, yaani atakuwa baba wa mataifa. Kwa hivyo wapenzi, sasa ndio tunaambiwa baada ya hapo, unajua walienda Misri ambako wamekaa miaka 400 wakizaana kule, na baada ya miaka 400 paliongezeka 30 ambaye ilikuwa ni miaka 30 ya pingamizi, ambaye huyu Farao alijaribu sana wasiondoke. Kwa hivyo sasa wameondoka, na ndio tunaanza safari yetu pale. Na wakati tunapoanza safari yetu hapo, walipotoka nchi ya Misri, yaani katika utumwa, kwa jeshi zao chini ya mkono wa Musa na Haruni. Kwa hivyo wale waliowaongoza wakati ule ni watu 2 ambao ni muhimu sana kuwajua. Kwanza palikuwa na kiongozi huyu aliyeteuliwa na Bwana mwenyewe binafsi, ambaye anaitwa Musa. Na mnajua historia ya Musa, vile ambavyo Mungu ameenda amemfunza, amempitishia ili akaweza kujua ama kuwa na elimu na vile vile kuwa na hekima nyingi, ambaye itamlazimu aongoze watu kwa njia ya hekima na uvumilivu. Kwa hivyo utakumbuka miaka 40 alikaa Misri akisomea mambo ya kilimwengu, na miaka 40 alikaa kama mchungaji kwa Jethro, asipo na asio kama hana chochote, na hiyo ni miaka 80. Na baadaye Mungu akamteua, akaona yuko tayari, anaweza vumilia watu wa kila aina, na vile vile ana maarifa, na vile vile amepata hekima ya Mungu. Sasa akaona kichaka kinaungua hakiungui, basi mara hiyo akateuliwa kwenda kuwaokoboa wana wa Israeli kutoka Misri. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye Mungu alijipambia mwenyewe na kumtayarisha. Na mtumishi nduguye ambaye alifanywa kuhani na ambaye alikuwa nabii wa Musa ni ndugu yake Harun. Kwa hivyo kwa hawa 2, kuhani na huyu mwenye maarifa ya Mungu aliyeteuliwa na Bwana, hawa 2 ndio wanaongoza. Na jambo moja nataka uangalie, hawa watu ni ndugu. Hawa ni ndugu, kwa hivyo hawana pingamizi sana, watakubaliana rahisi, kwa sababu mtu wa nje akiwepo na wanaenda na mwingine, pingamizi huwa mingi. Kwa hivyo Mungu aliangalia damu itakayoendeshana na hawa watu 2 ni damu ya nani? Ni damu ya Amram wakiwa na Jekobed. Hawa watoto wao 2 ndio wanaongoza. Kwa hivyo hakutakuwa na pingamizi wakiwa safarini, patakuwa na hali ya utiifu na kumsikiza mmoja na mwenzie. Kwa hivyo wapenzi, Mungu ni Mungu wa mpangilio. Hawezi kukupa kazi akupe mtu ambaye atakuwa pingamizi kukusumbua jiani. Lakini vile vile tutaona akifika jangwani mambo yatakuwa vipi. Hapa ni mwanzo tu. Musa basi akaandika jinsi, yaani yale mambo 10 yaliyotendeka walivyotoka katika safari zao kwa amri ya Bwana. Na hizi ndizo safari zao kama kutoka kwao kulivyokuwa. Kwa hivyo sasa Musa aliandika mwenyewe. Sikiliza hapa, unaambiwa ya kwamba Musa mwenyewe ndiye aliandika. Akaandika vile walivyotoka na vile Bwana aliwaongoza na mkono wa Bwana ulivyokuwa juu yao
na vile amri ya Mungu ikiwa ndani ya Musa iliweza kutekeleza kazi iliyo ya muhimu wakiwa njiani. Kwa hivyo anataka kutuambia nini? Si yeye aliyetoa wana wa Misri kutoka utumwani, lakini ni Mungu akiwa ndani yake. Kwa hivyo anataka kukuambia nini? Wewe kama umeteuliwa na Mungu, wewe kama Mungu amekuchagua, Mungu atakuwa ndani yako wakati uko katika huduma. Kwa hivyo ni juu yako kujua ya kwamba wakati huduma inapoenenda vizuri, unajua sio wewe, lakini ni Mungu aliye ndani yako, kwa mkono wake ndio kazi inatendeka. Basi ndipo Musa akaona ni vizuri kuandika ili kizazi kijacho kama wewe na mimi tuweze kujua yaliyotendeka nyakati zile na vile wana wa Israeli walivyotoka katika utumwa. Kwa hivyo wapenzi, hawa wakaanza safari, wakasafiri kutoka Rameses. Yaani Rameses hiyo ilikuwa ndio mji wa kwanza, ni mji mkuu walikokuwa wakiishi, na mji huu ulikuwa katika sehemu ya Nile Delta, yaani mahali mto wa Nile unaingia katika Mediterranean Sea. Hapo mahali, yaani hapo ndipo walipewa na Farao siku ya Yusufu waweze kulisha kondoo wao na kutenda kazi zote na ukulima. Walikuwa mahali pale, hata wakaweza kusimamia ekonomia yote ya kule Misri siku za Yusufu. Na basi hapo waliweza kujenga mji. Kwa hiyo miaka 400 mji mkubwa ulikuwa pale unaitwa Rameses. Maana yake ni kwamba ni mahali pana jua kali, na vile vile maana yake kulikuwa na hali ya kuabudu mahali pale, kwa sababu walikuwa wanaabudu jua Osiris. Kwa hivyo wakiabudu jua, hapo ndipo kuzaliwa kwao, mahali jua linazaliwa. Hiyo maana yake ndio Rameses, yaani mahali jua linakuja asubuhi, wakati linaingia asubuhi linaonekana likitokeza mashariki, ndio kuzaliwa kwa jua. Kwa hivyo ni kusema nini? Ati ibada zilizokuwa katika sehemu hiyo ya Rameses ni ibada za kumwamini miungu yao ambaye ni Osiris, ambaye ilikuwa wanaabudu jua hawa watu wa Misri. Kwa hivyo walitoka hapo, na hiyo ni kuonyesha ya kwamba hawa wameondolewa katika ibada zile za huko Misri, wametoka katika Rameses. Naingia kwa undani kiasi. Walitoka Rameses, sasa wametoka katika ibada za kidunia. Sasa wanaondoka, wanaenda, watajua ibada za kiungu na Mungu anataka wawe namna gani. Basi wakatoka pale Rameses, na ilikuwa ni mwezi wa kwanza, yaani hapo ni mwezi wa 4 tarehe 15 tukiangalia kwa hesabu ya sasa, kwa sababu ni siku 2 baada ya Pasaka. Kwa hivyo siku ya 15 ya mwezi wa kwanza, kwa sababu katika Waisraeli ama Wayahudi huwa wanahesabu miezi yao kutoka wakati huo wa Pasaka ambao ni mwezi wa 4. Kwa hivyo wapenzi, hapo ndipo walipotoka sasa, wameingia na ukombozi wa Pasaka. Yaani, hebu nielewe, Pasaka ni nini? Mwana-kondoo wa Mungu aliweza kuchinjwa usiku huo ili damu iwakomboe, kama imewekwa kwenye lingo za milango na kando na kando na pale juu, na basi haikuwekwa chini ili wakanyage, hapana. Na ikawa watakaa ndani, na malaika wa kifo akija, akiona hiyo damu hataingia. Alipita kwa wale ambao hawakuwa wamelindwa na ile damu katika lingo za milango yao. Kwa hivyo wapenzi, ni siku ya ukombozi. Unapookoka, damu ya Yesu inapomwagika na wewe unapata wokovu, basi damu ile inakukomboa na umetoka utumwani. Hauko utumwani tena, unaingia sasa kwenda na kujinyakulia nchi ya ahadi ambaye Mungu ametuahidi. Ndiyo maana yake hapa walitoka hapa nini? Siku ya pili baada ya Pasaka. Yaani Pasaka ilikuwa ni tarehe 13 mwezi wa 4, na tarehe 15 wakaondoka. Shika hii maana sana. Kwa hivyo wakati damu ya mwanao wa Mungu inapomwagika, hapo ndipo tunapata ukombozi. Kwa hivyo wana wa Israeli wakapata ukombozi, na walijitayarisha kwa sababu walikuwa wengi. Siku 2 tu ndipo walijitayarisha, wakatengeneza mikate iliyookwa bila kuwekwa chachu. Wakajitayarisha kwa sababu ilikuwa ni haraka haraka. Yaani ule jamaa kigeugeu, Farao asija kageuka, kwa sababu kifo kimemtisha, hata mtoto wake kafa pale.
wanyama wake wafa pale, watu wengi wakafa, wazaliwa wa kwanza. Kwa hivyo bado walikuwa katika ile hali ya butoa, alikuwa ameshtuka. Na hapo ndipo wana wa Israeli wanaambiwa, ondokeni, mjitayarishe, muondoke mara moja. Na ninakuambia nini, wakati unataka kuokoka usingoje shetani. Ukisikia ni leo tu, madamu Mungu anapopatikana, usiangalie nyuma, unapiga hatua na unaondoka katika minyororo ya shetani na unaanza safari pamoja na Mungu. Kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa, hawangeweza kungoja tena, wakaondoka mara moja. Na kwa mkono wa nguvu wana wa Israeli wakatoka kwa mkono wa nguvu mbele ya macho ya Wamisri wote. Yaani hawakutoka kwa siri. Wakati walitolewa Misri ilikuwa ni mchana. Walionekana watu wa Misri, waliona wakienda, waliona watumwa wao sasa wanaondoka. Hawa ndio watalima mashamba yao, hao ndio watajitafutia, hawatapata nafasi tena ya kutumia watumwa, wamefunguliwa, wameenda. Kwa hivyo wapenzi, walipoondoka hapakuwa na siri. Wamisri wote waliwaona wakiondoka. Na unajua waliwaona wakiwa namna gani? Walikuwa wanapiga kelele, tokeni, mwende nyinyi watu wabaya, nyinyi mumeua watoto wetu wa kwanza, ng'ombe zetu zimekufa, wazaliwa wa kwanza. Angalia, palikuwa na chuki, wanaambiwa toka, kwendeni kabisa. Kwa hivyo hapakuwa na salama, palikuwa na mambo magumu. Na wakati tunatoka kwa shetani, ndio unasikia watu hupigana wakisema atarudi, tunampa wiki moja, tunampa siku mbili, atarudi. Kwenda unajifanya unaokoka. Mambo kama hayo ndio ilikuwa inatendeka siku hiyo katika Misri. Na ndio maana Mungu alimwambia Musa, andika useme walitoka wakionekana na watu wote wa Misri wakiondoka. Hapo wa Misri walipokuwa wanazika wazaliwa wao wa kwanza, angalia hasira iliyokuwa nao, kwa sababu wakati hawa wanaenda wamepata wokovu, hawa wengine wanazika wale watoto wao wa kwanza wote wamekufa, warithi wao wote wamekufa. Yaani kulikuwa na kilio kikubwa sana kule katika Misri, na hawakutaka kuona Mwisraeli yoyote. Wao wote Bwana aliyokuwa amewapiga kati yao, Bwana akafanya hukumu juu ya miungu yao nayo. Kwa hivyo hata wakati wana wa kwanza wamekufa, still Mungu alifanya hukumu kwa miungu yao. Kwa sababu umesikia nini? Wametoka Rameses, mahali ambapo wanaabudu jua, mahali ambapo minara na hekalu za kuabudu jua zipo, wametolewa. Kwa hivyo hata miungu yao ya Misri imehukumiwa. Na tena ile 10 mto Naili na mambo yote yaliyotendeka, hiyo ilikuwa ni hukumu kwa miungu yote ya Misri. Hata nyoka zile unaona wanaweka nyoka katika virauni vyao, ati hizo ndio nguvu zao. Zote zilikuwa zishashushwa na nguvu za Mungu. Kwa hivyo zote zilikuwa zimepokea hukumu. Wakati unaposimama ndugu yangu na unapata wokovu, mambo yote ya shetani ndani yako huwa yamevunjwa, hayamo tena, yameondolewa kabisa, hayapo. Kwa hivyo shetani huwa anachuki sana na wewe kwa wakati huo, na ni juu yako kujua ambaye mkono wake ametubia kukutoa ni Mungu mwenyewe. Wana wa Israeli wakasafiri basi kutoka Rameses, mahali ambapo ni kwa jua linapoangaza asubuhi, wakapanga katika Sukoth, yani wakaenda mahali panaitwa Sukoth. Na hapo unajua hawakuwa na nyumba, hawakuwa na makao, basi hapo waliweza kukaa katika hema ndiko walikaa, ndio maana yake Sukoth. Wakakaa hemani. Sasa hawana boma, wamekuwa wasafiri, sasa ni kwenda. Mambo waliokuwa naye yote yamekwisha. Pahali waliona kama wanaweza na nguvu na jinsi walikuwa na utajiri, sasa hawana. Walikaa katika hema, wakakaa hemani, sasa wakimtarajia Mungu. Mambo waliokuwa nayo sasa yote yamekwisha, wameanza mwanzo mpya. Wakakaa pale Sukoth siku kadhaa. Kwa sababu mnajua hawakuwa wachache, walikuwa ni watu wengi. Hawa si watu wa kukimbizwa tu mara moja, hapana, walikuwa ni zaidi ya milioni. Na hawa watu, watoto, kuku, bata, kondoo, ng'ombe zao, kila kitu, walibeba punda zao. Kwa hivyo mwendo haukuwa wa haraka, na ndio kutoka Rameses waliweza kwenda, wakawa wamechoka
Baada ya siku hiyo wakapumzika pale Sukoth, wakajenga hema zao pale, wakakaa hemani, maana yake Sukoth. Kisha wakasafiri kutoka Sukoth, wakatoka hemani mwao wakapanga katika Etham, yaani mahali ambapo ni kando ya bahari. Sasa walipotoka pale Sukoth, waliweza kwenda mpaka kando kando ya bahari Seabound, wakaelekea mahali bahari iko ya ziwa la Shamu, na walipofika mahali hapo waliweza kutengeneza mahali pao pa kupumzika, kambi, wakaiweka pale Etham, na hapo ndipo yani wakawa wanaitazama bahari. Sasa wameiona bahari, ambaye sasa hii ni tatizo ya kwanza ambao wameona. Wamekuja wamelala hemani, sasa tena wameanza kuelekea. Musa anawaambia waende tu, na Musa ndiye anaongozwa na Roho wa Mungu. Sasa kuangalia mbele yao wakaona iko bahari, ndio panaitwa Etham, yani facing the sea. Wakaanza kuona sasa, hapa hii bahari tutaipita namna gani? Na ndiyo hiyo huwa wokovu wa kwanza. Wakati watu wameokoka huanziwa na majaribu. Baada ya siku kadhaa jaribu linakuja la ajabu sana, anashindwa, hapa nitafanya namna gani? Kwa hivyo wapenzi, walipofika Etham, palipokuwa katika mwisho wa nyika, yani wamefika mwisho wa buga, yani mahali ambapo ni nchi kavu, ambapo waliweza kutembea. Na hapo walipofika basi mambo ikawa ingine, wakawa wanaona pale, na huko nyuma wanaona nini? Hata kile chakula walikuwa nacho, wakaanza kuona, ai, hapa kuna shida gani? Wakasafiri kutoka Etham na kurudi nyuma hata Pini-Hiharoth. Sasa walipoona bahari, waliona hawezi endelea. Hiyo jaribu ilikuwa kubwa sana. Basi wakageuka wakaanza kurudi nyuma. Badala ya kwenda mbele, wakaanza kurudi nyuma mpaka mahali panaitwa Piha-Hirothi. Piha-Hirothi maana yake ni mahali kwenye matope, yaani mahali kuna matope mengi, kwa sababu mahali ambapo kuna maji mengi, bahari imeanza, unajua nchi huwa imeloa maji, yani wakapita matopeni. Yani sasa wameanza kutest, wameanza kuguza vile itakuwa majini. Yani sasa wameanza kusikia, hapa ni matope, si kama kule jangwani ambako tumemaliza. Sasa hapa miguu yao imeanza kuloa maji, wameanza kuona lazima waingie kwa hii shida na waweze kutoboa na kupitia ng'ambo nyingine. Kwa hivyo sasa ndio maana wanapitia pale Piha-Hirothi, yani Mungu anawapeleka kwanza. Basi kama vile mmetoka jangwani Etham, mnafikiria hii bahari imewaweza, basi mtapita hapa matopeni, ili mili yenu ianze kuzoea matope, maji, ili mjue hapa mimi nitawavusha tu, ni mimi. Basi walikuwa namna hiyo, na unajua sasa wameanza kuona ya kwamba huyu Musa anatupeleka wapi. Palipokabili wakaenda mpaka walipofika mahali ambapo palikabili Baal-Zephon, yaani mahali ambapo ni mkuu wa kaskazi, yaani miungu ya kaskazi. Unajua Baal ni ule mungu ambaye ni wa kiume, na Zephon ni mahali ambapo ni mashariki, ni kaskazini. Basi ni mkuu wa kaskazi. Na maana ya mkuu wa kaskazi, wapenzi, wacha niwaguzie kidogo. Unajua wakati unaangalia katika ramani ya ulimwengu, compass point zile tunatumia, kuna mashariki, kuna magharibi, kuna kusini na kaskazini. Kaskazini hasa kunaaminika ya kwamba huko ndiko Mungu hutendea kazi. Hata ukienda katika kitabu cha Joshua, cha Ayubu, tutaangalia mambo kadhaa wakati wa uumbaji. Na vile vile tunajua the great hole in the north vile, na unajua kunasemekana ya kwamba katika mambo ya kusoma ya wasomi, tunajua ya kwamba hauwezi kutoka mahali kama Canada, tuseme Canada kaskazi, alafu upitie North Pole kaskazini pale, alafu uende ukaanguka upande wa kule Moscow ama kule katika Urusi, kwa sababu pale panaaminika panaweza kuwa na shida. Ni kama ile mnaambiwa katika Bermuda Triangle. Kwa hivyo wapenzi, kuna jambo ambalo Mungu hutenda kazi upande wa kaskazi, na ndio unaona miungu ya ulimwengu Baal anaambiwa yeye ndiye bwana wa kaskazi. Yeye ndio anasimamia kati ya miungu ya kaskazini, ni yeye. Hivyo ndivyo watu wa Misri waliamini, maana hawakumjua Mungu wetu ambaye ni mkuu, ambaye anafanyia kazi kaskazi. Hayo tutafunza zaidi. Kwa hivyo wapenzi,
Ukiangalia hata upepo utokao kule huja na namna zingine. Tutakuwa tukisoma juu ya pepo 4 za ulimwengu ambazo huwa namna hiyo zitaelezeka. Kwa hivyo nataka uguziwe tu ati yeye huyu Baal ndio panaitwa nini? Panaitwa Baal-zephon, yaani mkuu, the Lord of the North, mkuu wa kaskazi. Yeye anasimama kwa niaba ya Mungu mahali Mungu anatendea kazi. Kwa hivyo haya mambo mwende mkiyaelewa. Wakapanga Bel Megidol, yaani pale palikuwa na minara mikubwa ya kuabudu huyo Baal-zephon. Hapo ndipo walienda wakaweza kuweka kambi yao, kwa sababu sasa waliona ile ibada ya Misri ilikuwa haijawatoka. Ndio kama vile unaona mtu akiokoka anavutavuta tu sigara, anakunywa kwa siri, namna hiyo bado anafanya tu vitendo kabla ya ukombozi kamili. Kuna wanaokombolewa mara moja na kuna wao kombolewa polepole. Basi wakaenda pale katika Migdol, wakaweza kupanga kazi yao pale katika minara hiyo ya ibada za huko. Wakasafiri tena kutoka mbele ya Pi-Hahirothi, wakatoka pale mahali walidhani kuwa ni mahali pa miujiza, na wakapita katikati ya bahari na kuingia jangwani. Basi pale waliweza kupita baharini kwa sababu ya imani, wameguzaguza, wameloaloa, na wameenda pale wakaona haiwezekani. Na sasa imefika siku ya 3, kisha wakaenda safari baada ya mawiki kadhaa. Siku hii wakatoka pale katika Hahirothi na wakaweza kuenda kuvuka ziwa la Shamu. Na walipovuka wakaweza kufanya nini? Siku 3 katika nyika ya Edhamu, wakapanga pale Mara. Sasa wamevuka ziwa Nyekundu, wamevuka sasa. Na walipovuka pale ndipo wakati Musa aliambiwa na Mungu, simama uone vile nitakavyotenda. Wakati Farao walikuwa nafuata nyuma, nao hawa wanaenda mbele, wanafuatwa na lile wingu la nini? Wingu wakati wa mchana na moto wakati wa usiku, wakiwa pale Edom. Basi waliweza kuvuka, na waliweza kuvuka siku 3, walipita katika ile ziwa. Ilichukua safari ya siku 3, safari ya siku 3 katika nyika ya Edhamu wakapanga. Na baada ya hapo ndipo wakaenda wakapanga katika mji wa Mara, mahali maji yalikuwa machungu, mahali ambapo Miriam aliweza kuchukua ngoma na kupiga na kuimba wakiwa na dada wengine wote na kumsifu Bwana kwa muujiza huo ambao mambo yalionekana ni magumu, lakini Mungu aliwapisha wakaweza kupita katika ziwa. Basi wakafika pale Mara, na unajua walipokuwa pale Mara maji yalikuwa ni machungu, hawakuweza kupata maji ya kunywa. Basi pale waliweza kuleta shida kwa Musa sana, na Musa akachukua kijiti akatupa katika yale maji, na maji yakawa matamu, wakanywa wakaondoka. Wakati majaribu yanaja, wakati umeokoka, basi majaribu yakija zaidi, Mungu hutafuta njia, anakupitisha mahali inaonekana hakuna njia. Basi watu wa Mungu wakapita, na walipotoka pale Mara, Mara ni jina la Miriam. Hilo ndiyo maana ya Mara, bitterness, chungu, yani chungu, kitu kichungu, unasikia mdomo yako ni chungu. Basi walipotoka pale walipata maji, mifugo yao ilipata maji na wakaondoka. Mungu ameweza kuonekana, ijapokuwa wamekuwa na majaribu makubwa. Sasa wameona Mungu yupo na wamemwamini, na unajua na hapo ni mahali Farao na maaskari wake, yeye tu amebaki kurudi kwake, na maaskari wengi wamekufa pale baharini ya Shamu. Na waliimba nyimbo katika Mara, wakafurahi sana pale Mara, wakapata maji mazuri, wakayanywa. Mara moja wakapata nguvu, wakaondoka. Baada ya kupumzika kwa muda, wakaenda mpaka mahali panaitwa Elim. Hapo Elim palikuwa na mibuyu, oak tree, palikuwa na mibuyu, miti ilikuwepo. Sasa unajua kule ni jangwani, hakuna kivuli, hawakuwa na mwavuli, walikuwa wanabeba hizo nguo ndio wanaweka wakati wametengeneza mahali ya kulala. Sasa Mungu akawapeleka mahali pana kivuli cha miti, Elim. Basi pale Elim wakawa na pumziko kwa muda. Huko Elim palikuwa na chemichemi za maji, yani palikuwa na springs of water, chemichemi za maji
zilikuwako kwa wingi. Unaona sasa Mungu ameondolea shida. Sasa wameanza kuona maana ya wokovu, furaha imeanza kuwa kwao, kwa sababu sasa maji ni mengi, chemichemi iko hapa na pale, ng'ombe wanakunywa vizuri, mbuzi na wengine, watoto wanacheza cheza kule kwa maji, na vile vile kulikuwa 12, palikuwa na chemichemi hizo 12, yani kuonyesha makabila 12 ya Israeli wote waliweza kutoshelezwa na yale maji yaliyokuwa mahali pale, na mitende 70. Mitende, unajua mitende, kwa wale ambao sijui kama mmekula hii tende ndio inaitwa date tree. Hii matunda yake huwa kama brown namna hii, ambayo kila ni kama ina mafuta na ina mbegu katikati, tamu sana nawaambieni. Basi ile tende ukila inaweza kukupa chakula kingi, mfano wake ni kama asali, tamu kama asali. Ukila hiyo unaweza kupata nguvu mwilini na ukakaa kwa muda mrefu bila mahitaji ya chakula kingine, bora uwe na maji pale. Na utaangalia sana hizo tunatumia hata hapa, ukiingia hapa Marekani uingie supermarket unaweza nunua tende date, na ni tamu sana. Na hata katika Afrika tulikuwa tunazikula sana, iko sana. Ukitembea kule kama bondeni mahali Waislamu wako wengi, unakuta tende zinauzwa kwa wingi. Basi wapenzi, na kina ukwaju ya kuweka katika uji ndio uji uwe mtamu. Kwa hivyo wapenzi, Mungu aliweza kuwapa hizi tende miti 70. Miti 70 ni kuonyesha nini? 70 ni wale viongozi watakaoteuliwa kumsaidia Musa kazi. Wale 70 ndio wanaitwa nini? Katika Kiingereza tukija Agano Jipya wanaitwa Sanhedrins. Wale walikuwa wanaongoza katika dini, wazee 70 wa kuweza kuwa pale kusaidiana na watu wa Mungu. Kwa hivyo wapenzi, tunaenda mafunzo sasa. Hii miti 70 ya mitende na chemichemi 12 za maji zimewatosheleza wana wa Israeli. Wanakula vizuri, wanakula tende, wanakula zile zingine walizokuwa nazo. Kwa hivyo walikuwa mustarehe. Mungu akituita kwanza anatupa starehe zake. Tukipitia majaribu anakuja tena anatupa rekebu, anatupa namna ya kuwa na pumziko. Kwa hivyo wakaweza kufurahia sana hapa Elim, na wakawa na furaha sana. Wakasafiri tena kutoka Elim baada ya siku kadhaa, walikaa mahali pale, waliweza kuondoka baadaye Elim, wakapanga karibu na bahari ya Shamu. Sasa wamerudi tena kwa sababu joto kidogo, sasa kurudi ng'ambo katika shores, yani karibu na bahari ya Shamu upande wa nyuma. Sasa kule ni ng'ambo ingine ya Misri na upande huu ni Urabuni. Basi wakawa wanapita pale pole tu, wametoka katika mibuyu ambayo ilikuwa inawazuia jua. Basi pale wanapata ule upepo mzuri wa bahari unawafurahisha. Basi wakawa wanatembea cool bridge, wakawa wanasafiri vizuri, hawana shida. Wakasafiri kutoka bahari ya Shamu wakapanga katika nyika ya Sini. Basi wakaenda, basi walipofika katika ile bahari ya Shamu, kando upepo mzuri ule, basi walifika mahali ambapo palikuwa ni jangwa ambalo ni bugani, yani nyika ya Sini, yani mahali palikuwa ni nyika bugani. Sasa kuna kichaka, yani sasa kuna shrubs, kuna miti kidogo ile inapatikana jangwani, mahali ambapo si kavu sana. Basi wakawa pale wamefika katika hii jangwa ya Sini, wakasafiri kutoka nyika ya Sini, wakapanga pale katika Dofka, yani mahali ambapo sasa waliweza kustarehe kidogo. Wakawa pale Dofka wamefurahi kabisa, hawana mambo mengi kwa sababu tayari wameingia hapa jangwani. Kuna kamsitu kidogo, kuna wanyama, kuna dalili ya makelele inazuia upepo, jua kali inazuia kiasi, kwa sababu hiyo ni bugani tu. Kwa hivyo ni jangwa la bugani. Wakasafiri kutoka Dofka wakapanga Arushi, yani wengi wakawa wameingia katika mahali kuna wingi wa watu. Yani hapa Arushi hakukuwa tupu, kulikuwa na watu wanaishi mahali pale, yani crowd. Kulikuwa na watu wengine tu kule, kwa sababu wale watu waliishi mahali pale katika hizo buga, walikuwa tayari ni watu wanaonekana. Kwa hivyo akawa kati ya watu hao, na unajua akifika hapo Arushi ni kuonyeshana ya kwamba wameanza kujuana na watu wa jangwani, wale wanakaa katika buga kule mituni. Na unajua kina hawa nani? Kina huyu Hobabu, yani Caleb, walikuwa ni watu wa bugani. Kina Jethro walikuwa wanakaa sehemu hizo za bugani. Kwa hivyo ndio unaambiwa kuna watu
crowd of people, kuna watu. Kwa hivyo waliweza kuonana na wengine, na ndivyo hata katika wokovu wetu tunafika mahali tunawakuta wengine hawako, wengine si namna hiyo, mchanganyiko. Tunaweza kuwa kati ya watu wengi. Kwa hivyo wakasafiri tena kutoka Alushi, wakapanga Refidim, yani mahali sasa. Baada ya kutoka kati ya watu hao mahali walikuwa katika Alushi, waliondoka tena wakawa wanasafiri na wakafika katika mahali panaitwa Refidim. Hapa ndipo walikuta Wamalakaiti, yani wale vita vya mwili. Sasa pale hawakuwa na maneno, hawajaona mwili vile inatishaga watu, walikuwa wamezoea maisha ya Kimisri, maisha namna hiyo. Sasa ikaja wakakutana na hawa maadui wanaitwa Wamalakaiti. Walipofika hapa Refidim, na walipofika Refidim walidhani wamefika pumziko, maana ya Refidim ni pumziko, mahali pa kupumzika. Na nikwambie mpenzi, wakati utaona umepata pumziko katika wokovu, unaona sasa hakuna vita, hakuna chochote, hapo ndipo shetani huja, kwa sababu unakula, unasansa, unasikia sawa sawa, mwili una joto. Sasa hapo ndipo unaanza kuona haya, naweza fanya vile, naweza fanya vile, kwa sababu mwili hupenda starehe, na ikipenda starehe inapenda vilivyo vinono. Kwa hivyo sasa wakaanza, mwili ikaanza kuwaongoza, na umesikia wametoka mahali ya Lushi, kuna watu wengi, kuna mchanganyiko wa watu. Kwa hivyo sasa wako kati ya watu, wakaanza kuona wengine maridadi kuliko hawa. Kwa hivyo ni Refidim, vita vya mwili vikaanza. Na walipokuwa wameanza vita vya mwili, ambapo hapakuwa na maji ya watu ya kunywa, hapakuwa na maji pale, yani hapakuwa na njia ya kujisetiri ama kujikinga na hii hatari, basi pale vita viliweza kuwa vingi sana. Na ndipo tunaambiwa ya kwamba Musa alipanda mlimani, akawa nainuliwa mikono na Harun wakiwa na huri, naye Joshua ndiyo mara ya kwanza anaonekana akipigana kule, kupigana na Wamalakaiti. Basi na wakawa washindi, wakasafiri. Basi baada ya hapo waliweza kushinda vita na wakaondoka, na Mungu akaweka nadhiri, akasema hawa Malakaiti siku moja atawamaliza kabisa, kwa sababu walijaribu kuzuia watu wa Mungu wasiende katika nchi ya ahadi. Basi wakatoka Refidim, wakapanga katika nyika ya Sinai, yani wakafika katika buga za Sinai. Walipofika katika mlima wa Sinai, basi walipofika pale katika mlima wa Sinai, sasa kumbuka, nafikiri sasa miaka 2 imeenda. Sasa miaka 2 tayari imeenda tangu walipotoka Misri. Na wakati sasa wamefika pale katika buga, yani ya Sinai, nchi tambarare ya Sinai, kule katika milimani huko nyikani. Basi tuone ilikuwaje. Basi kutoka hapo Sinai wakawa wataelekea mpaka Kedesh. Toka Sinai mpaka Kedesh. Na pale Sinai tunajua ni nini kilitendeka, wapenzi. Sitaki mwende bila kukumbushwa kidogo. Walipokuwa pale Sinai baada ya hiyo miaka 2, hapa Sinai ndipo walipewa amri 10 za Mungu, na sheria zingine zote, sheria na hukumu na amri zote zilipeanwa hapo na Mungu. Musa akapewa pale mlimani. Kwa hivyo sasa wamepewa zile amri na kila kitu, na sasa wanazo. Mungu anataraji kwa hilo, wamekuwa na uoga. Walikuwa naambia Musa, tutetee, ongea kwa niaba yetu, sisi hatuwezi kumuona Mungu sababu yeye ni moto ulao. Unakumbuka alipokuwa walipoenda wakaambiwa waje, Mungu atakutana nao, wakaweka ule ulingo kuzunguka pale wasipite. Walisema Musa awatetee. Kumbuka tulisoma yale. Na sasa wamepata amri zile, wamezipokea, ni zao. Sasa wanafanya nini? Wameambiwa sasa waelekee moja kwa moja mpaka Kedesh. Kwenda Kedesh ni kwenda kufanya nini? Ni kuingia katika nchi ya ahadi, sababu tayari wana amri, wana kila kitu. Mungu amewatayarisha, wana mambo matatu: wana hukumu, wana sheria, wana amri. Kwa hivyo sasa wako tayari kwenda, wamefundishwa na wamejua vizuri, na wale walikuwa kinyume, wengine wameishia kule jangwani. Kwa hivyo wapenzi, wakasafiri, wakatoka pale katika Sinai. Walipotoka katika Sinai wakasafiri mpaka nyika. Kutoka pale nyika ya Sinai wakapanga Kibrothi Hatava. Yani sasa wametoka, wameenda mpaka Kibrothi Hatava. Wanaelekea wapi? Kadesh. Kadesh ni mlango wa kuingia. Kadesh ni mlango, tunawita Kadesh Benea, mlango wa kuingia nchi ile ahadi. Sasa kabla hawajafika hapo, walienda hapo njiani, wakawa wanapumzika,
Na unajua sasa wanaongozwa na sanduku la Bwana, limepatikana tayari, wana sanduku la Bwana linawaongoza, nao wanalifuata nyuma. Kufika pale wakapumzika mahali panaitwa Kibroth Hatava. Kibroth Hatava iliitwa jina hiyo kwa nini? Kwa sababu walipofika pale waliingiwa na tamaa za nyama. Walisema, Bwana utatumpa nyama, Musa utatumpa nyama, hatujakula nyama kwa muda. Na angalia watu wana kondoo zao, wana ng'ombe zao, wana kila kitu. Wengine wamekataa kuchinjia wengine. Sasa watu wote wanaitisha nyama. Sasa wakati waliitisha nyama ndio Mungu alikasiri na akaweza kuleta quills, aruru. Akaleta hizo quills usiku moja. Waliziochota na madebe. Inaitwa, ndio maana walikufa wengine wakitafuna hizo nyama, hazikumezeka. Wakitafuna, wengine walikuwa chemsha, wengine kaanga. Tamaa, wakati mnaingiwa na tamaa katika wokovu, inawamaliza. Hiyo tamaa inakuja kama wingu. Watu wanatamani, wanaingia, wakiingia wanakufia huko, hawezi kutoboa. Kwa hivyo ndio iliwapata hawa. Walipofika hapa wanasema, tuna amri ya Mungu sasa, tumekubalika, tunaenda Kedesh. Sasa hakuna maneno, tukule raha. Ndio wanaitisha nyama. Sasa walipoitisha nyama, wapenzi, kitu gani kilitendeka? Walikufa. Pakaitwa mahali hapo Kibroth Hatava, yaani makaburi ya tamaa. Makaburi ya tamaa. Tamaa iliwamaliza hapo, wengi sana waliweza kufa mahali pale. Na kutoka hapo Kibroth Hatava ndipo Mungu aliona wengi sana wamekufa, akawapeleka mahali panaitwa Hazeroth. Hapa Hazeroth alipowapeleka, maana ya Hazeroth ni vijiji. Wakaenda wakawa na vijiji mahali pale, wakapumzika. Mahali palikuwa na nyasi mzuri, mahali starehe, mahali safi tu. Na basi wakiwa mahali pale wakawa wamestarehe, hawana shida. Sasa wametoka vifoni Kibroth Hatava, Mungu amewahurumia wale wamebaki. Sasa kufika huko tena, jamani, wakiwa pumziko pale Hazeroth, mara moja wakaanza kuongea Moshene, wakaanza kuongea mambo. Hata Miriam akaanza kuongea juu ya ndugu yake Musa, kwa sababu Musa mke wake pengine alikuwa amezeeka, yule Zepora, ama pengine ameondoka, alirudi na baba yake wakati alikuja kumuona, ama hayupo. Basi Musa akaona aoe mwingine, akaoa mwanamke Muethiopia, mweusi, Mwafrika. Na alipooa, ndio hapa Miriam anapiga kelele hapa, anasema kwani ni yeye tu anaongeleshwa na Mungu? Na ni chuki kwa sababu ndugu yake ameoa pengine bila kumuuliza, na yeye ndiye alikuwa mkubwa wake. Hata ndiye alimpeleka kule mtoni katika Nile wakati anataka kuuawa huko akiwa mtoto. Kwa hivyo anataka kila kitu Musa anafanya lazima amwambie, kwa sababu mama yao Jokebedi hakuwepo, alikufia jangwani. Kwa hivyo wapenzi, nakuambia nini, ikawa hiyo wivu imemuingia, akakosa amani huyu Miriam. Akaongea juu ya Musa, akaenda kwa ndugu yake Haruni akamwambia, si tuongee hii kitu. Naye Haruni ni mwerevu, akanyamaza tu, haongei, lakini dada yake anaongea. Mungu akaingiwa na hasira, na basi alikuja, mnajua kile kilitendeka pale. Aliweza kuchelewesha wana wa Israeli kuingia katika ile lango kwa sababu ya mambo yale. Akafungiwa siku 7 akiwa amepatwa na ukoma kwa sababu ya yale, na ni Musa alimtetea kwa sababu Mungu alitaka kuwaua mara moja na amalizane na Miriam, lakini Musa akamtetea kwa sababu Musa alikuwa mwombezi, intercessor, akaweza kuongea kwa niaba ya dada yake. Basi pale waliweza kutulia kwa muda, na basi kutoka pale wakawa sasa hawataingia katika Kadesh Barnea. Kwa nini? Ilitendeka nini? Wale tena wafuasi waliotumwa, wale 12 walitumwa pale Kadesh, wakaambiwa nendeni mkatupatie ripoti ya vile mtakuta katika bonde la Eshko na kwingineko, mtuambie nchi iko namna gani, ndio tuje tupenye tuingie mara moja. Lakini sasa wale walipoenda 12, 10 walikuja wakasema sisi ni nzige tu, hatuwezi kufanya kitu. Lakini 2, Caleb wakiwa na nani? Wakiwa na huyu Holeb, yani Holeb, huyu Caleb wakiwa na Joshua, ndio tu walisema kwa imani tunaweza kushinda, tuendeni. Na basi pale ilikuwa ni vita na mashindano makubwa. Mungu akakasirika sana. Watu walichukua mawe wamuue Musa wakiwa na Haruni. Ukisoma katika kitabu cha Namba, mnakumbuka 14, 16, tuliweza kusoma wanachukua mawe wanataka kuua Musa. Kwa hivyo Mungu alikasirika sana, lakini akasema 2 tu ndio watakaoingia.
Caleb kwa sababu ana roho mwingine, lakini naye ataingia wakiwa na Joshua. Na Joshua alikuwa Joshua mwana wa Nuni, alikuwa wa familia ya Yusufu kwa sababu alikuwa ni wa uzao kutoka nyumba ya Efraimu, na ilikuwa ni ahadi ya Mungu, hao wataongoza. Angalia, na hivyo kwa hivyo hata huyu ambaye ni wa Ketura, huyu ambaye ni Horeb, naye vile vile akawa ataingia kwa sababu alisimama nao, sababu Musa alimwambia, wewe twende na wewe kwa sababu unajua njia za jangwani, utatuelekeza, sisi hatuzijui. Na akasema ataongoza. Watu wakamuita mbwa. Kwa hivyo Caleb akawa anaenda pamoja nao, hawa wawili ikawa ndio wataingia. Kwa hivyo wapenzi, pale Hezroth palikuwa na mambo mengi sana. Kwa hivyo wapenzi, wakati mnapata starehe ya Mungu, Mungu ametustarehesha, ametupa mahali pa kupumzika, muangalie sana, msije mkaanza kuongea maneno ambayo itawarudisha nyuma katika imani na iweze kutuchelewesha. Kwa hivyo wapenzi, wakawa wamekaa pale vijijini na baadaye wakatoka, badala ya kuingia na wale walileta ripoti mbaya, Mungu akawarudisha nyuma, wakaenda mpaka mahali panaitwa Rithima. Hapo wakaenda wakadumu, wakakaa mahali pale, hawakuweza kuingia. Wakasafiri kutoka Rithima wakapanga Rimon Peres. Hapa Rimon Peres ni mahali ambapo palikuwa ni kijiji cha miti ya matunda. Hii inaitwa pomegranate. Na hii matunda, unakumbuka katika mambo ya imani ya watu wa nyakati zile, walikuwa naamini kama mke akiweza kuwa na haya matunda, mpe mume wake, anaweza lala kwake. Unakumbuka Rachel akiambia dada yake Lea ya kwamba ampe ile, atampa matunda ile kidogo ndio Bwana alale, Yakobo alale kwake. Mnakumbuka haya mambo tuliyapitia. Kwa hivyo wapenzi, wakawa pale katika imani hiyo za maize, ya kwamba mahali pale wakakaa vijijini. Sasa hawajui wako upande gani, walikaa namna hii tu. Sasa hawajui, wamekataa kuingia kwa sababu na wale watu 10 waliuawa, walikufa mara moja. Mungu hakuwaweka. Baada ya hapo wale 10 walikufa kufuatana, wakaisha. Sasa wakitoka Rithima hapa waliishia hapo, kufika hapa Rimon Peres walikuwa hawapo vijijini. Sasa wakajua Mungu amekasirika, wakasafiri kutoka Peres wakapanga Libna, wakaenda mahali kulikuwa kweupe, mahali hakuna jambo. Sasa wanaona mambo yote, wanaona ni sawa, kweupe, ni jangwani tu, kweupe tu, wanaweka hema zao tu. Wakasafiri wakaenda huko. Mungu ni kama amewaacha kwa muda, na unajua tayari wamejinenea na vinywa vyao kule. Wakasema afadhali warudishwe Misri, wakaole zile malenge na nini walizotaka. Sasa Mungu anawaachilia waende tu. Ni Musa aliwatetea kwa sababu alikuwa ameambia Musa, acha nimalize hawa nikupe taifa lingine wewe uweze kuongoza. Lakini Musa akamwambia hapana, ukimaliza hawa basi wale watakaposikia habari hiyo wataona wewe ni Mungu ulileta watu wako kuwamalizia jangwani. Mimi sitaki. Lakini kama Musa angekuwa mtu wa tamaa, angesema wamalize, unipe wengine niwaongoze. Lakini Musa alikuwa ni mtu wa Mungu, hakujitakia makuu. Na ukiwa mtu wa Mungu usijitakie makuu, ngojea Mungu afanye kazi vile anavyotaka. Wakasafiri kutoka Libna wakapanga mpaka pale Risa, mahali ambapo palikuwa na uharibifu mwingi. Mahali hapa Risa ni mahali pa uharibifu. Walikuta mambo imeharibika huko, hakuna mambo mazuri. Sasa wameingia katika shida, na wengine wanaendelea kufa. Na utakuta wengine iko manabii wanahubiri, wanasema huyu pepo anaitwa Libna, walitoka hapa, na huyu anaitwa Risa. Mtakumbuka na mafunzo mengi, watu wanatafsiri Biblia tofauti. Basi wana matafsiri zingine za mapepo na nini na mambo kama hayo. Basi walipotoka hapa Risa, mahali pa uharibifu, wakasafiri wakatoka pale Risa wakaenda Keherathi, yaani mahali walikuwa na mkutano. Sasa wakaenda wakakaa kukutanika, ni wapi tulikosea, ni wapi tulifanya makosa. Sasa hebu turudi pamoja tuone ni mahali gani tuliharibu. Basi wakakubaliana pale, na walipotoka pale wakasafiri kutoka Keherathi wakapanga katika mlima wa Sheferi, yaani wakawa na upya sasa wa mambo, upevu. Wakaanza kuona mambo kwa upya, wakawa watu wanamrudia Mungu kiasi. Wakasafiri basi kutoka hapo katika milima ya Sheferi wakapanga katika Harada, yaani wakawa na uoga sasa walipoenda. Unakumbuka hapa wakati niliwafunza katika milima hii ya Sarada, ni mahali ambapo
Watu waliambiwa na Musa wasiondoke peke yao, nao wakasema wataondoka, wataenda milimani na wataondoka. Walikuwa na hasira kwa sababu walikuwa wameona kama wamefaulu, yani the bright path, wakiwa pale milima ya Shefeli, wakaona wanaweza kufanya bila kuwa na Mungu. Lakini walipoenda wakafika Herada, wakapigwa na wale watu wa sehemu ile na wakaingiwa na uoga, wakawa na uoga. Wakati utaenda kupigana vita peke yako bila kumwasilisha Mungu katika yote unayopitia, bila maombi, bila kumhusisha Mungu katika mambo yako, utakutana na waharada, watakulima vile ujaona, basi uoga utakuingia. Basi wakasafiri kutoka Harada, wakapanga katika Makelothi, yaani mahali wakaenda Makelothi, ni mahali walienda sasa, wakakutana, wanaambiana, unajua tumelimwa, tumetengenezwa, tumemalizwa, sasa watu wapenzi, tukubalianeni tutaenda namna gani? Basi kutoka pale Makelothi, mahali ya mkutano, wakasafiri kutoka Makelothi wakaenda Tahathi, yaani wakaenda wakatengeneza mahali station, kituo, wakaenda sasa wakatengeneza kituo yao, mahali walikaa kwa muda ili kujadiliana na kuweza kujua wataenda namna gani. Basi wakasafiri kutoka Tahathi wakapanga Tera. Walipoenda hapa Tera, maana yake hapa ni mahali ambapo mnaona ya kwamba wanakumbuka kama vile mji ambao uliitwa kama baba ya Ibrahimu, Tera, mji wa Tera. Yaani pale wanaona ni mahali ya kukumbuka wakuu wao, ya ancestors, watu wao, wakaanza kukumbuka watu wao. Yaani ndio maana ya Tera hapa, ni ukumbusho wa babu yake, kina nani, kina Israeli, Ishmaeli, Midianeti, Maobaiti, Amonite. Hawa wote wakaanza kujikumbusha mambo haya yote pole pole, na wazazi wao wa zamani, kina Ketura, Haga, Sara na Lutu na mambo yake. Yaani ni kama mahali pa ukumbusho. Wakiwa pale katika station Tahathi, wakaenda mpaka hapa panaitwa Tera, ni hali ya kukumbuka wazazi wetu, tulianzaje, ilikuwaje, kwa nini tumefika hapa. Inafikaga wakati watu wa Mungu, inafika mahali wako wewe kujikumbusha mahali ulitoka na mahali unaelekea. Wakasafiri kutoka Tera wakapanga katika Mithika. Walipofika pale Mithika, sweetness, Mithika ni kusema mahali safi, sweet, mahali pazuri tu, kwa sababu sasa wamejikumbuka wazazi, wamejipa nguvu. Sisi ni familia kina fulani, Mungu yuko pamoja nasi, aliangalia wazazi wetu na mababu zetu. Sasa watu wana furaha, wakaenda mpaka hapo Mithika, na baada ya hapo wakasafiri kutoka Mithika wakawa wamefika mahali panaishwa Heshmona. Heshmona hapo ni kukula tu, kaanza kunona, watu wakakaa vizuri, wamenona, wanafuraha. Unajua hata watu wa Kristo tukiwa na tabu, wakati mwingine inafika wakati tunakula, si hata kama sade tunakulaga chai na kitu kingine, yaani unajifurahisha nafsi yako, unakula tu. Na hapo basi ndio mahali panaitwa Heshmona. Hapo walikula tu, ni kunona tu, ni kukula na kukaa na afya, sababu sasa wanasema kama imekuwa. Wakasafiri kutoka Heshmona wakapanga katika Moserothi, wakaingia katika Moserothi, mahali kuna mambo kadhaa yaliwafunga, yaani kukumbushwa, hii hatutakiwi kufanya, ile hatutakiwi kufanya. Ikawa ni nyakati za ukumbusho, na basi ikawa kuna mambo mengine yanajifunga nayo, na wanaweza kusema hii hatutakiwi kufanya na hii hatutakiwi. Wakasafiri kutoka Moserothi wakapanga Beneyakan, yaani hapa wakakuta jamii ya hawa vijana ambao wanaitwa watoto wa Jagikan, ambapo ukiangalia katika Mwanzo 36 mstari wa 27, hapo pia kulikuwa na tatizo, na basi wakiwa mahali pale Mungu aliweza kuwapigania. Wakasafiri kutoka Benyakani wakapanga Hori Hagidad, yaani sehemu za milima huko, mahali pana mipasuko ya milima. Hapo ndipo walienda wakatengeneza mahali pa kukaa, wakawa wamejisetiri mahali pale kutokana na adui zao. Wakasafiri kutoka pale Hagidadi wakaenda Yotibadha, na hapa Yotibadha ni kuwa waliungana pamoja sasa, wakaweza kusafiri wakiwa kitu kimoja. Wakasafiri kutoka Yotibadha wakapanga katika Abrona, na hapo Abrona wakasafiri tena, hawakukaa sana, wakapanga Isioni-Geberi. Sasa walikuwa wameanza kurudi upande wa chini. Ukiangalia hapa mahali tunaita Gafu ya Uarabuni, hapa kuna Red Sea upande hii na tuna Gulf of Arabia. Hapo Gulf ndio wanasema walikuwa ngambo Isioni-Geber, upande huu mwingine wa mashariki huko. Sasa walikuwa upande huo wamerudi. Angalia mahali wamerudi tena, itawalazimu kupanda juu
warudi waende tena mpaka wakarudi upande wa Israeli juu. Basi pale Gibeon Heberi wakakaa kwa muda, wakasafiri kutoka Gibeon Heberi wakapanda katika nyika ya Sini, wamerudi tena wakielekea tena Kadesh. Sasa hapo baada ya miaka mingi sasa tena wamezunguka kutoka Geber, Zion Geber. Sasa wameanza kupanda tena wakipitia ile nyika ya Zini. Sasa wanaelekea tena Kadesh, mahali walikataa kuingia. Wale 10 walikataa kusema ukweli na wale 2 wakasema ukweli. Sasa tena wamerudi upande huo. Sasa hiyo ni kukuonyesha nini? Sasa wamerudi tena upande ya juu, na miaka imeenda hapa, si miaka 2 hiyo, wamezunguka miaka mingi sana wapenzi. Na tuone sasa wanakuja mpaka Kedesh, karibu na Moabi. Sasa wamekuja mahali hapo, wameingia katika area ya wa Moabi, na Moabi ni watoto wa nani? Wa Lutu. Basi wakasafiri kutoka Kedesh wakapanga katika mlima wa Hori. Sasa walipofika pale Kedeshi hawangeingia, wakateremka kidogo, wakapanda, wakafika mlima wa Hori. Pale mlima wa Hori basi kulikuwa Mungu hukumu yake hasahau. Basi pale mlima wa Hori pale kilimani katika mpaka wa nchi ya Edom. Edom ni nchi ya nani? Ni nchi ya Esau. Esau ndio anaitwa Edom, mchanga nyekundu. Basi walipokuwa mahali pale, Harun akaitwa na Mungu pale. Mambo yote aliyotenda, ile sanamu walijenga jangwani, vile waliongea na kina Miriam, siku zake zikawa zimefika, na ikawa Mungu alisema hata ingia nchi ya Kanani. Sasa hapo ndipo Harun akakoya mlima wa Hori kwa amri ya Bwana, akafa hapo. Katika mwaka wa 40 ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, mwezi wa 5 siku ya kwanza ya mwezi. Sasa miaka 40 kwisha. Sasa wamefikisha miaka 40. Sasa hapo ndipo Harun alipokufa. Neno la Mungu likatimia. Mungu akisema atatenda. Alisema hawataingia, na sasa amerudi, na miaka 40 Mungu alisema watakuwa jangwani. Sasa hawezi kuingia, lakini sasa ilikuwa ni mwezi wa 5 tarehe 1. Kwa hivyo wapenzi, Harun akafa hapo. Sasa ndugu yake amebaki peke yake, huyu ambaye ni ndugu yake Musa, na sasa yuko peke yake aongoze wana wa Israeli mahali Mungu anataka awafikishe. Kwa hivyo wapenzi, naona ya kwamba leo tutakoma mahali hapo na tutamaliza wiki ijayo. Na sasa mtumishi wa Mungu kuhani Harun amekufa pale mlimani, na nguo zake amemwachia kijana yake ambaye anaitwa Eliezer, ambaye amechukua mamlaka. Wale vijana wake wengine 2, mnakumbuka katika kitabu cha Lawi 10, walikufia huko wakati walileta ibada ya miungu ingine katika madhabahu ya Bwana. Huyo Abihu na ndugu yake walikufia huko, na Haruni akaambiwa asiende katika mazishi yake ya watoto wake. Kwa hivyo sasa amebaki na vijana 2. Eliezer ndiye amechukua mamlaka sasa, babake ameondoka, na Ithama na vile vile wako pamoja. Kwa hivyo wapenzi, Mungu awabariki. Tutaendelea kutoka hapo. Hiyo ilikuwa ni 33A, tutaenda hiyo ingine 33B wiki ijao. Mungu awabariki sana, na najua umeelewa kiasi kidogo tu ya kuweza kufahamu safari ya wokovu katika jangwa, katika ulimwengu tunamoishi. Kuna majaribu mengi, lakini Mungu atatuwezesha kushinda na kuingia nchi ya ahadi. Mbarikiwe sana. Kutane wiki ijao.